Halo, karibuni ndugu wawekezaji kwenye webinar kwa mara nyingine. Tulikuwa last week na wiki hii tena tuko na mada nyingine very interesting. Last week tuliangalia juu ya government yield curve, government bond yield curve, na kipekee leo tunaenda kuichambua Voda. Tunasema Vodacom Tanzania PLC beyond the numbers. So we are uncovering Vodacom's value and growth and market potential. So I think the first slide imetoa takeaway nzima ya webinar ya leo. Kwanza ukiangalia hapo indicated price ya as of last week on Friday, closing price ya Voda ilikuwa 1,020, but tutadiskasi fair value imetokea wapi, but after the computations tunaona iko hapo inaweza ikafika 1,599 as the fair value of Voda. When it's gonna happen, the anticipation it will kick off in the next 2 years. But based on these market disclosures, anything can happen based on forces of demand and supply. So the upside potential is 57%, and the recommendation or rating is buy. Hope I'm audible. Okay. So agenda ya kwanza tunaangalia company overview. Kama tunavyojua, Vodacom ni the only telecommunication company listed in Dar es Salaam Stock Exchange, lakini pia ni the leading in terms of market share kwenye telecommunication industry, na iko into existence in Tanzania for the past 25 years. It was founded mwaka 2000 and listed August 2017. Headquarters in Dar es Salaam, Tanzania. As of the annual report of 2026, they have active customers 27.7 million. Na kama tunavyojua trading ticker ya Vodacom Tanzania PLC ni Voda. Let's look on the ownership structure. Asilimia kubwa ya Voda inamilikiwa na its main parent company ni Vodafone, ambayo ni Vodacom Group Limited ya South Africa. But also tunaona kuna institutional investors wa East Africa wakiwa wamecover 19.74%. Pia Public Investment Corporation ambayo ina cover 4.3%, institutional clients, the rest of the world 2.1%, and others including the minority shareholders about 4.2%. So the core business line kama tunavyojua, kuna issue ya muda wa maongezi, kuna issue za dakika, data services. So kwa mobile voice and data tunaona hii ndo backbone ya biashara ya Voda ikiwa ina contribute to 32.3%. Also the M-Pesa financial service, 41 mobile money shares. Na tunapokuwa tunaongelea hapa M-Pesa, kila mtu ambaye anamiliki line ya Voda anajua tunatumia wallet ya M-Pesa. So this is among the backbones of the business ya Voda hapa Tanzania. But also wana serve kwa corporational at enterprise level, B2B na other Internet of Things services. Apart from that, kuna issues za digital and value added services kama issues za streamlining and digital services. So kwa hii slide ya kwanza it was all about getting to know who is Voda, na naamini hakuna Mtanzania ambaye hajui
mtandao unaitwa Voda. Kwa hiyo mtandao unaitwa Voda, kampuni yake ambayo iko chini ya Tanzania ndio imejilisi sokoni, ambayo ndo tunaitrade kama wawekezaji. So the second slide tunaangalia industrial overview, kwa sababu unavyosema kwamba una anticipate hii kampuni itaweza ku grow its share value, it means you are also assuming kwamba the environment that the company is working under, it's also conducive au ina opportunity growth potential. That's why you also anticipate the company to thrive under it. So ukienda ku-review report ya TCRA ya as of June, a lot has been spoken, a lot has been reported, but this is the nutshell of what we can take for today. So it is a high growth industry, very competitive. Kama tunajua washindani Tigo ambao ni Yas, I mean former name was Tigo, and Airtel, Halotel, TCCL, etc. Also, it's a regulated market. It is regulated by TCRA, also BOT, and other electronic and postal communication legal frameworks. Kulingana na ripoti za industry per se, tunaona kuna subscriptions, internet penetration, the use of smartphone inaongezeka significantly, na bado coverage haiko 100%. So kama tunavyoona namba zinajielezea zenyewe hapo, total subscription as of June tunaona iko watu milioni 117. Also internet penetration imeenda mpaka 89.7 as the quarter ambayo ina end June 2026. The use of data, bahati nzuri ama mbaya, sio mtu sana wa telecommunication, but we all know kwamba petabytes ni kiwango kikubwa kabisa cha kama unavyosema MB, gigabytes, megabytes, etc. So tunaendelea kuona expansion ya industry, na opportunity iliyopo ni kwenye anticipation or expectation of internet penetration especially on the rural area, kwa sababu bado the use of smartphone bado haijakuwa covered 100%. Also mobile money subscription, as we all know, so kila mtu anatumia bank, kwa hiyo kuna ile untapped market ambayo pia telecommunication companies wanaweza wakapata prospect nzuri ya clients from there. So going forward, continued investment in broad-based infrastructures, digital innovation and secure communication services ndo itaendelea kuchochea ukuaji wa hii sekta. As we all know, vitu ambavyo vina trendi kwenye hii industry sasa hivi, kuna issue za fintech, kuna issue za infrastructure sharing, hii inaenda moja kwa moja ku cut cost kwenye ama telecommunication company while revenue it's keeping on kuongezeka. Also the amendment of the frameworks ambayo ina allow telecommunication now to make the use of satellites, japo ina a certain kind of inalika risk, but all of at an environment that everything is regulated, and kuna issues za data privacy and so forth, so tunaona ni low possibility risk that might affect the industry at large. Kama tunavyojua pia na sisi tunafanya adaptation, so kama mataifa ya mbele yameweza kuadapt vitu kama hivyo, so hata na sisi kwenye transitioning it's not gonna be that tremendously of high risk. The other part ambayo tunaiangalia kwenye
kampuni ya Vodacom Tanzania is on the quarter analysis, ambayo nita give a snapshot of 2 slides. So what I've done here ni kwamba tumeweka series of different quarters. I mean from the June 2025 na from the mpaka June 2026, and then tunatafuta average in terms of the margin and in terms of the growth rates. Kama wote tunavyojua historia ya Voda, kipindi cha COVID ndo iliweza kushake kwenye upande wa mapato, na after that it has been recovering, and tutakuja mbele kuona issue ya adaptation of the new program ambayo iko muchly involved with the renewal of equipments, ambazo hizi zote zinazotupelekea kwenye big forecast za kusema kwamba bei ya Voda inabidi as of today iwe ina trade kwenye 1,500. Yes. So ukiangalia hapo the average revenue for the past 4 quarters ina range kwenye bilioni 489.7. So actually Voda has been making significant amount of sales, but much of it ikiwa inakwenda kwa reduce na depreciation as an equipment charge ambayo inatokana na the capex expansion. Yes, that's why tunakutana na net profit inakuwa imepungua sana, but ukifocus strength kubwa ya financials za Voda, ukifocus kwenye EBITDA ndipo unaona the real muscle ya kampuni, endapo pale itakapoanza ku normalize the capex expenditures, na pale ambako the depreciation nayo itakuwa relatively inakuwa inashuka. So nisiende sana kwenye slide za mbele. Tukirudi hapa tunaona kwamba sales grew 18.2 year on year compared to June 2025. Kwa hiyo since the past 4 quarters we have been seeing consistent growth ya revenue ya kampuni ya Voda. Also, the EBITDA has been growing averagely at 37.7. As of June 2026, margin improved by 7.6 percentage points compared to early 2025, that is on as of March 2025, largely driven by lower equipment charges. Also, the net profit margin tunaona iko averagely at 7.4. So you can imagine from an EBITDA margin of 37.7 mpaka 7.4. So when we consider taking off the taxes and depreciation and amortization, ndipo value inashuka. Kwa hiyo ukijua tu how unaamini kwamba kumbe Voda sio kampuni ambayo ina make hasara, ni kwamba wako strategically position na wako na competitive advantage pale ambako watakuwa wamemaliza 2030 kuimplement their special program. Na sidhani kama hii rally itasubiri mpaka 2030. Most probably 2017 ndiko pale ambapo tutaanza kuona Voda ina kick na kuanza kukimbia sokoni. Also annualized EPS, ukiaccumulate EPS for the past 4 quarters, ukizisum up unapata 25.16 per share in a quarter average. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa quarterly revenue performance inavyoendelea inapokuwa inapanda steadily. Also the margin trends
zinavyoendelea ku recover steadily, so it's a good feedback kwa wawekezaji on the fundamental views. Also, when we look at the net debt, the discussed position, so much of the cash is being absorbed by the payment of the debt, kwa sababu unaona net debt inaongezeka, so tuna assume kwamba purchase equipment na maintenance equipment yote inakuwa ni from the lease liability, na kwa hiyo ile cash ndio inatumika kuservice the capex na pia ndio inatumika kuservice the net debt. So unaona increase in the net debt, japo it's positive, so it's a little bit of a red flag kwamba net debt to EBITDA aged back to 3.39x in June 2026 after deepening to 3.15 on March 2026. So the liabilities are growing by 39% versus March 2025 baseline. So tunavyoona liabilities zinaongezeka mpaka zinatafuna cash position, it's just tunajua kwamba tayari the company is borrowing so that to finance the capital expenditure of the company. So key investment consideration ukiwa unaangalia hizi quarter to quarter fundamental analysis ni tuna denote revenue growth. Kuna Q1 2026 tunaona kwamba the revenue inaendelea kukua. The revenue quarter to quarter growth rate is positive, but also marginal expansion. EBITDA margin tunaona ina improve to 38.3 ukikompare na versus March 2025 tunaona kuna operational gain, although still there is high depreciation ambayo ina inflate figures kwenye report ambazo especially ina deflate figure ya net profit. Also the EPS recovery, sorry. So tumeona kwenye quarter ya March iliyo close March 2025 tulikuwa na negative EPS ya 2.24, yani katika kila 100 Tanzanian shilling ya kampuni the company is making negative profit, but we have seen a recovery, and for the past 4 quarters, it has an annualized EPS of 25.16, which is a positive feedback kwamba kampuni is really recovering from the post-COVID season. Also the profitability runway, tunaona net profit margin iko at 9.6. Indeed it's low compared to the company itself ambayo tunaiongelea hapa, na remember net profit ni net profit divided by revenue, so the net profit iko ni ndogo kutokana na tumeshaelezea hapo mwanzoni issue za depreciation and amortization ya kampuni ambayo iko ina face sasa hivi. So these are the things ambazo tuna anticipate zitaendelea ku recover as we approach the end of the program. So ile value ambayo niliweza kuimention kule juu, fair value iko
much imetokea kwenye from the year on year forecast ambazo nimeblend na the quarter one performance. So you can see here kwamba historically performance ya Voda ilikuwaje in terms of revenue, na sasa hivi 2026 tuko wapi na tuna anticipate kwenda wapi. So we have been having a compound annual growth rate ya 18, na on assumption we have kept 15.7%. So as of the last financial year tumeona kwamba Voda ili generate revenue ya 1.88 trillion ambayo ni ongezeko hiyo nia ya 22.1%. Also we anticipate kwamba at a compounded annual growth rate ya 15.7 the revenue will grow na kufikia na tutaweza kuactualize trilioni 2.25 by 2027. This is at a base case scenario, and also kwa sababu tumefanya sum of part valuation methodology, tumeassume zile core business operation, core lines of business za Voda ikiwemo na M-Pesa kama namba 2. So ukiangalia kwenye mauzo yake, revenue yake 2026 ambayo ni actual data ni bilioni 735 ambayo ili grow by 27% year on year. Na pia ukiangalia the mobile data revenue ambayo ili grow, tulipata actualization of sales ya bilioni 547 ambayo ni 29.5 year on year growth. So the takeaway here is that the company has been consistently having a positive revenue margin ambayo haiku directly reflected to the net profit, ambayo net profit ndo inaweza ikakufikia moja kwa moja wewe mwekezaji baada ya kugaiwa gawio, lakini inapotea wapi? Inapotea pale tunapokuwa tunaongelea concept ya depreciation and amortization, sababu kampuni iko much focused with the reinvestments. Lakini kama mwekezaji ukienda ukaangalia ile line item ya EBITDA, basi itakupa courage ya kuendelea ku accumulate shares za Voda. The other aspect that you are looking at is on the EBITDA and margin expansions. Na this first part tunaona ni actual zilizopita and what we anticipate. So massive anticipation iko kwenye year 2027, but hiyo ni tukiassume kwamba the implementation of the program will run smooth. But the implementation of the program inamalizika 2030. Kwa hiyo hata kwenye anticipation za mambo ya dividend tunaziweka kwenye year 2031. So you can see the EBITDAs in billions. I think I won't go into the numbers too much. I'll just try to give the narration. And then the EBITDA margins. We have positive EBITDA margins, and the anticipation is that to keep on that way, that on year 2027 we anticipate to have an EBITDA margin of 38.9%. So at year 2027 we also anticipate the value of the EBITDA will grow to bilioni 876 from bilioni 685 ambayo ni actual.
Also the expected for the financial year 2031 ni kwamba the EBITDA margin itakuwa at 40.9%. When we look at the earning and dividend growth, tunaona net income for the past 4 years it has been positive, and the EPS earning per share it's at 47.8, dividend per share 20, at a payout ratio of 42%. So the projection is payout ratio is going to be at 50%. Big concept ya kuchukua from this slide ni kwamba for the financials za Voda tunaona kwamba zinakuwa muchly the depreciation and amortization inakuwa at the peak kutokana na hizi mambo ya the phase one investment of the $100 kwenye radio access network mobilization, but in M-Pesa margin contribution scales. But after that, we believe that the figures are good and normalized, na hii itapush dividend payout kuwa katika a level of 50%. So these are the estimates for the year 2027. On the aspect ya cash flows and capital allocation, we anticipate, and not only anticipate, we are sure that the capex, the capital expenditure will increase from hapa ilipo sasa hivi ambayo ni milioni 307 kwenye financial year 2026, and the expected for 2027 ni 450 and 437 for year 2028, kwa sababu this program, this network modernization program ina cover 2 financial years. So story kubwa sana ya Voda ni kwenye hii news ambayo ni part of the CEO note in the financial year 2026 kwamba Vodacom ina commence 2 years US $100 million network modernization program in financial year 2026 from April 2025 ambayo iko announced that time, na tukiamini kwamba from there itaongeza operational efficiency na the capex will be low. Kwa hiyo moja kwa moja tutaweza kuona stability margin zikiendelea kurise zikiwa double digits. As of 2026, the free cash flows zilikuwa at the operating free cash flows ilikuwa at bilioni 248 ambayo ni increase ya 19.8 year on year, but we anticipate the surge ya capex as of 2027 kufikia bilioni 450 as we tupo kwenye the period ya implementation, and also it will recover at the end of the program ambayo itafika kwenye bilioni 1580, na as of now, as of the close financial year tumeona kwamba the cash position, the cash and cash equivalent was bilioni 365 ambayo
This is a solid liquidity buffer to cover the net debt and the capex required. But also the company itself is relying on the lease liabilities. So what we are getting from the valuation ambayo imeembed hiyo sum of parts, DCF and comparables, kwamba at a base case scenario Vodacom value yake inaweza ikahit 1,800, inapaswa kuhit 1,882 na ikikick sana mpaka 2,445, but lowest case inaweza ikafika 1,319. As from the peer reference ya multiples, tunaona kwamba Vodacom is running under lower multiples compared to the competitors kama Vodafone Group, MTN Group, Airtel Africa and Airtel Money. So more details on the DCF. Cost of capital ikiwa tumetumia 18. Terminal value ambayo ndo the discounting, terminal value at 5%. Risk-free rate ambayo ni the current 10 years treasury bond with a return of 10.9% yield to maturity. Also equity risk premium estimated at 5.5. Tanzanian country risk premium 6.5. Equity beta 0.85. So after we compute tukaitumia kama discounting factor ya WACC at 18%. Kwa hiyo kwenye DCF tulipata fair value ya 1,247, though match weight DCF it was given a weight of 30%. Match weight was given on the sum of parts, as we know core service pale ni 2, so that's why more kufanya focus on the specific business lines. Also PE anticipated to reach 15x, and the EPS anticipated to reach 94.7. So the comparables, it's giving the value of 100,000 for 420, ambayo inaattribute 20% kwenye blended fair value. So ukicompare hii blended fair value from the above three methodologies unapata 1,599 ambayo ni upside by 57% compared to the Friday's Voda closing price ya 1,020. Palipo na opportunity lazima kunakuwa kuna risk, as we all know the financial term saying the higher the risk, the higher the returns, and the whole nature ya stock or equity market is risk. But what we are doing is we are making calculated risks. Risk ya kwanza kabisa hapo ikiwa ni cyber threat, market disruptions from the now tunaona a lot of fintechs zinakuja,
na hata competition from the rivals, especially Yas akiwa na aggressive pricing strategy. Also financial service competition like banks, telecommunication failures, also tax and regulatory pressures, supply chain disruptions, macro and FX, though these are very minimal for like a telecommunication company. Also strategic execution, as all these valuation, they are highly driven with the assumption of the modernization program. So the eighth zilikuwa ni company specific risks, but at an industry level, price competition, fintech disruption, satellite entry, regulatory burdens, energy costs na device affordability ni changamoto ambazo zinaikumba telecommunication industry at large. What is Vodacom's positioning and strength ambayo inatufanya sisi hizo risk ambazo tumeziongelea tuone kwamba the company inaweza ikavuka hizo changamoto na whatever we are foreseeing basi ikawa actualized. Kwanza kumbuke issue ya market leadership yake kwamba ina cover 33 of the industry position. Also its M-Pesa ecosystem, almost every kijiji au mtaa ina watu, so almost everywhere ina mtumiaji wa M-Pesa, so that's a leverage ambayo kampuni kama Voda inayo. It's the only listed telecommunication company, so even kwenye issues za financing it's easy for them to acquire capital in case of anything. Also iko backed au the parent company kama Vodafone, so iko na a backup nzuri, and also the financial resilience, as we have seen the revenue growth and the debt to EBITDA coverage, the brand strength, the position of the goodwill, also network quality, that can pay off. So kwa hii medium term investment thesis, it actually affect the capital expenditures, lakini tunakuwa na trajectory kwamba EBITDA margin will keep on growing and the dividend policy will keep, the payoff will strengthen at a minimum of 50 payout ratio. At a net debt to EBITDA of 0.6x, which is a low leverage. So for this investment case and its conclusion, we have seen the risks, but we know the catalysts kwamba kitu gani kitapelekea the value of Voda as a business keep on growing is on its core M-Pesa revenue stream, is from the normalization of the depreciation and amortization from the post modernization program, that is on the financial year 2028, data monetization,
Also, we have already seen the performance of the Q1 2026, and also the anticipation of the revenue growth at 18.2% or revenue year-on-year from 2027 expected. So why you should buy today? Share price it's at 10.20, but the blended fair value it's at 15.99. So that is a opportunity for you as an investor to start accumulating the shares for short term and medium term gains. Thank you so much. I think now is the right time to invite questions. Kama una maswali unaweza ukayaandika kwenye chat section, or you can raise your hand if there is any question and we can attempt to it. We still have time. Yes, karibu Francisco. Thank you very much. Nafikiri join kwa kuchelewa, but I was naive in stock market. I wanted to ask about the impact of capex. Just a little bit explanation and how it affecting the Vodacom company and how it will affect my journey in investing in this company. Thank you. Asante. Kwa maana nyepesi, capex ni uwekezaji wa kwenye plants and equipment za kampuni. Kwa hiyo ni vile vitendea kazi vya muda mrefu vya kampuni ambavyo hivi endapo kampuni inafanya kwa muda huu inafanya uwekezaji kwenye hayo maeneo ya kwenye equipment na kwenye
the long term infrastructure za kampuni au kama ni improvement au kama they are buying new, inakuwa inatengeneza burden, financial burden kwenye cash flow, yani kwa sababu wanabidi wanunue hivyo vitu, lakini pia kwa sababu utarealize kwenye kampuni, itarealize kwenye balance sheet yake hizo plants and equipment, kwa hiyo inabidi set aside money for depreciation, kwa hiyo and amortization. Kwa hiyo kipindi kile ambacho kampuni inafanya uwekezaji inajifanyia uwekezaji ili kusudi iweze kusustain production za huko mbeleni, na wewe kama investor inakupa assurance kwamba hii kampuni itaendelea kusurvive in long term. Kwa hiyo kwa maana nyepesi, capex ni capital expenditure, kwamba ni kampuni inafanya matumizi kwenye infrastructure zake za muda mrefu, ambayo hii inaongeza thamani ya kampuni, lakini katika ule muda ambao wanakuwa wanafanya hizo expenditures inakuwa ina huge impact. It's either watatumia equity, yani watatumia hela yao ya mfukoni, au wata raise debt, lakini kwa situation ya Voda ni maana yake wanaenda ku raise debt. Kwa hiyo kuna issue za interest, but much for Vodacom case ni ina hit on the depreciation na amortization, but hii ita smoothen baada tu ya ule muda ambao umezungumziwa kwamba huu muda ndio tutakuwa tunafanya hizo expenditures. Ukishapita basi tutaona ile hela ambayo ilikuwa inaelekezwa, instead of kwenda kwenye hizo capital expenditures, basi itashuka chini, itakuwa ndo net profit, ambayo ndo tuna anticipate two digits profit margins from Voda, ambayo moja kwa moja itaenda, kama unavyojua 50% ya profit ya kampuni ambayo ni listed inabidi iende kwa investors, so moja kwa moja tuta keep on seeing the payout ratio ikiongezeka, lakini pia dividend ya per share ikiwa inaongezeka. I hope nimekujibu Francisco. Asante sana. Kuna mwekezaji hapa anauliza, kwa long term investor unatushauri tununue kwa bei ya sasa au tusubiri ishuke? Kusema kushuka, kuna anticipation ikashuka mpaka 900 na hapo, lakini 980, lakini baada ya, kumbuka, ukishatengenezeka investor awareness au news ikiwa inaendelea kusambaa, na probability ya Voda kurudi 900 inakuwa ngumu sana, itabaki hapa hapa, ita stabilize. Kwa kama unataka kununua for long term, it's better ununue sasa hivi, kwa sababu labda hizi taarifa tungekuwa nazo like a month ago, and tungefanya webinar like a month ago, ndo ningesema usubiri ishuke, but of now the level of this information inaendelea kuwa digested na wawekezaji mbalimbali. Kwa hiyo nakushauri tu ununue kwa bei ya sasa hivi. Kama una swali na you can raise the hand au ukaandika kwa chat box. We are remaining with the 6 minutes ili kusudi tuweze kuwind up with the session.
Okay, naona hamna mkono. So today tulikuwa tunaangalia all about uh, Vodacom, na tukirudi kwenye slide yetu namba 1 ambayo ndo inabeba the core message ya webinar yetu ya leo, kwamba Vodacom ina provide an upside opportunity ya 57% and the recommendation is buy, and we have seen it's been trading around 1,020, but the fair value is at 1,599. That is blended base case scenario. So let's all go there and tukiwa tunazungumzia fursa za uwekezaji ndo hizi. Usisubiri mpaka ifike ije kuwa kama TCC au ije kuwa kama TBL. Kwa hiyo tunaomba tukafanye tukachukue hatua na taarifa hizi za uwekezaji. Niwatakie jioni njema na tukutane kwenye webinar ijayo. Asanteni sana, karibuni Somo Stock Brokers. Kwa mawasiliano zaidi haya hapa 0764269090. Piga simu tukuhudumie. Una Equity DSE CDS account, tukufungulie uanze uwekezaji wako, na natumaini mmenufaika na rali ya NMB baada ya split. Asanteni, natakie jioni njema. Madam, hizo slides zinaweza tukazipata? Ndio, zinatumwa kwenye group na pia recording inatumwa kwenye group. Karibu. Asante.